Ujumbe mpya kutoka kwa Boniface Mwabukusi kwake Samia Suluhu umezua moto mpya nchini Tanzania. Hujambo na karibu. Ndipo biashara za kimataifa hupitia katika bandari ambao ni moyo wa uchumi wa taifa, na ndipo mapato makubwa ya serikali huzalishwa. Ndipo nguvu ya kiuchumi ya nchi hupimwa. Lakini nchi ya Tanzania, mjadala mkubwa umeendelea kuwaka kuhusu uendeshaji wa bandari kuu ya taifa. Ni mjadala unaogusa mkataba wa kimataifa, unagusa mamlaka ya taasisi za serikali na unagusa mustakabali wa rasilimali za taifa. Katika mjadala huu, mwanaharakati na mwanasheria Boniface Mwabukusi ameibuka tena na hoja nzito kuhusu mkataba wa uendeshaji wa bandari kati ya Tanzania na kampuni ya kimataifa ya DP World. Hoja hizo zimeibua maswali makubwa, maswali kuhusu uwekezaji halisi wa kampuni hiyo, maswali kuhusu tuzo mpya zinazotozwa bandarini na maswali kuhusu nani aliyenufaika na mapato ya bandari. Katika maoni yake yanayosambaa katika majukwaa ya kisiasa na mitandao ya kijamii, Mwabukusi amehoji mchakato mzima uliosababisha kuingia kwa kampuni ya DP World katika uendeshaji wa bandari ya Tanzania. Na kwa mujibu wa hoja hizo, hoja kuu iliyotolewa wakati wa kusainiwa kwa mkataba huu ilikuwa kwamba mamlaka ya bandari Tanzania TPA haikuwa na uwezo wa kuendesha bandari kwa ufanisi, na kwa mantiki hiyo serikali ilielekeza macho kwenye uwekezaji wa kimataifa, na hapo ndipo kampuni ya DP World ikaingia katika makubaliano ya kushirikiana katika uendeshaji na maendeleo ya bandari. Hata hivyo, mjadala mpya umeibuka kuhusu uwekezaji halisi ambao kampuni hiyo imefanya tangu kuanza kwa makubaliano hayo. Na katika hoja yake, Mwabukusi anaelekeza swali moja kuu: je, ni kiasi gani cha fedha ambacho DP World imewekeza katika bandari ya Tanzania tangu makubaliano hayo yaanze kutekelezwa? Swali hilo linaibua mjadala mpana kuhusu wazi na uwekezaji katika miradi mikubwa ya kitaifa. Kwa sababu katika mkataba mingi ya uwekezaji wa kimataifa, uwekezaji wa mtaji huwa ndio msingi wa makubaliano kati ya serikali na kampuni binafsi. Na katika kesi ya bandari, uwekezaji huu unatarajiwa kusaidia kuboresha miundombinu ya bandari, miundombinu kama gati ya kisasa, vifaa vya kupakia na kupakua mizigo na mifumo ya kisasa ya usimamizi wa mizigo. Lakini katika mjadala unaoendelea, baadhi ya wakosoaji wanaeleza kuwa bado kuna maswali kuhusu mchango halisi wa uwekezaji huo, na wakati huo huo wananchi wameanza kushuhudia kuongezeka kwa baadhi ya tuzo katika huduma za bandari. Tuzo ambazo kwa baadhi ya wachambuzi zinaweza kuathiri gharama za biashara na usafirishaji wa mizigo. Hoja nyingine iliyozua mjadala ni nafasi ya mamlaka ya bandari Tanzania katika mfumo huo mpya wa ushirikiano. Kwa mujibu wa wakosoaji wa mkataba huo, TPA ndiyo taasisi iliyokuwa ikiendesha bandari kwa muda mrefu kabla ya kuingia kwa DP World. Lakini katika mjadala wa kisiasa uliotangulia mkataba huo, hoja ya kutokuwa na uwezo wa kutosha iliwekwa mbele kama sababu ya kutafuta mshirika wa kimataifa. Na hata hivyo, katika hali ya sasa, baadhi ya wachambuzi wanaona kinachoitwa mkanganyiko wa kiutendaji. Kwa upande mmoja, kampuni ya kimataifa inaendelea kufanya shughuli zake katika mfumo wa mkataba wa ushirikiano. Kwa upande mwingine, taasisi za serikali bado zinaendelea kuwa sehemu ya uendeshaji wa bandari. Na katika baadhi ya maeneo, wananchi wanabeba gharama za tozo mpya zinazotangazwa katika sekta hiyo. Na hapo ndipo mjadala mkubwa unapoibuka. Na je, mfumo huu mpya unawanufaisha wananchi au unaongeza gharama kwa watumiaji wa huduma za bandari? Mkataba wa ushirikiano kati ya Tanzania na kampuni ya DP World uliibua mjadala mkubwa tangu ulipotangazwa kwa mara ya kwanza. Na DP World ni kampuni kubwa ya kimataifa inayojihusisha na uendeshaji wa bandari katika nchi nyingi duniani. Na serikali ya Tanzania ilieleza kuwa ushirikiano huu ungelenga kuboresha ufanisi wa bandari pamoja na kuongeza ushindani wa bandari ya Dar es Salaam katika ukanda wa Afrika Mashariki. Bandari ya Dar es Salaam ni moja ya bandari muhimu zaidi katika ukanda huo.
na bandari hiyo hutumika kuhudumia si tu Tanzania bali nchi zisizo na bandari kama Zambia, Malawi, Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mantiki hii, ufanisi wa bandari hiyo una athari kubwa kwa uchumi wa ukanda mzima. Serikali ilieleza kuwa uwekezaji wa kimataifa ungelenga kuboresha uwezo wa bandari kushindana na bandari nyingine katika ukanda. Bandari kama Mombasa nchini Kenya na bandari ya Beira nchini Msumbiji. Hata hivyo, tangu mwanzo wa mjadala huo, baadhi ya wanasheria, wanaharakati na vyama vya siasa walibua hofu kuhusu masharti ya mkataba huo. Hofu kuhusu uwazi wa makubaliano, hofu kuhusu usawa wa faida kati ya taifa na mwekezaji, na hofu kuhusu athari za muda mrefu kwa rasilimali za taifa. Katika mjadala huo, baadhi ya wanaharakati walichukua hatua za kisheria kupinga mkataba huo. Kesi mbalimbali ziliwasilishwa katika mahakama zikihoji uhalali wa makubaliano hayo, na miongoni mwa waliokuwa mstari wa mbele katika mapambano hayo ya kisheria ni Boniface Mwabukusi. Na katika hatua ya sasa, kesi inayohusiana na mkataba huo bado inasubiri hatua katika mahakama ya rufaa. Hali hiyo inaifanya hoja ya bandari kuendelea kuwa ajenda ya kisiasa na kisheria nchini Tanzania. Na kwa sababu uamuzi wa mahakama unaweza kuwa na athari kubwa kwa mustakabali wa makubaliano hayo. Mjadala wa bandari umekuwa zaidi ya suala la kiuchumi, umekuwa pia suala la kisiasa, ambapo vyama vya siasa, wanaharakati na wachambuzi wa sera wamekuwa wakijadili kwa kina mustakabali wa rasilimali za taifa. Kwa upande mmoja, kuna hoja kwamba uwekezaji wa kimataifa unaweza kusaidia kuongeza ufanisi na ushindani wa miundombinu ya bandari. Kwa upande mwingine, kuna hoja kwamba rasilimali muhimu za taifa zinahitaji uangalizi mkubwa ili kulinda maslahi ya wananchi. Na ndani ya mjadala huo ndipo masuala ya uwazi, uwajibikaji na usimamizi wa rasilimali za taifa yanapoibuka. Kadri muda unavyosonga, macho mengi yanaelekezwa katika hatua zinazofuata, hatua za kisheria, hatua za kisera na pia hatua za kiutendaji katika uendeshaji wa bandari. Uamuzi wa mahakama ya rufaa unaweza kuwa hoja ya hatua muhimu katika safari ya mjadala huu. Na kwa sababu unaweza kutoa mwongozo wa kisheria kuhusu mustakabali wa makubaliano hayo, wakati huo huo mijadala kuhusu uwazi wa uwekezaji na usimamizi wa mapato ya bandari inaendelea katika majukwaa mbalimbali ya kitaifa. Bandari ni lango la uchumi wa taifa, ni sehemu ambayo mabilioni ya fedha hupita kila mwaka, lakini pia ni sehemu ambayo maamuzi yake yanaweza kuathiri mustakabali wa vizazi vijavyo. Ndio maana mjadala wa bandari hauhusu tu mikataba, unahusu uwajibikaji, unahusu maslahi ya taifa na vilevile unahusu haki ya wananchi kujua kinachoendelea katika rasilimali zao. Na wakati kesi ikiendelea kusubiri kusikilizwa katika mahakama ya rufaa, swali kubwa linaendelea kubaki hewani. Je, makubaliano haya yataonekana kuwa hatua ya maendeleo ya bandari ya Tanzania au yataendelea kuwa moja ya mijadala mikubwa zaidi ya kisiasa na kiuchumi katika historia ya taifa? Ndilo swali ambalo tunatafuta majibu yake. Ndio hayo tulikuwa nayo kutoka hapa Tanzap ama kutoka hapa Kenyascope. Tafadhali, ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, kumbuka kusubscribe.